kwenye eneo la sera na sheria, sisi kwa bahati mbaya sisi sio watunga sera na sheria, ni wananchi wa kawaida. Ila nchi yetu hii tunaamini viongozi na watunga sera pia ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo wanafuatilia mijadala na wanafuatilia juhudi ambazo zinafanywa na raia wa Tanzania mbalimbali, na ni wajibu wao. Yani kama wafuatilia, manake wanawajibika kufuatilia, kwa sababu unaongoza hao watu. Kwa hiyo lazima kuangalia nini kinaendelea na kipi ni shauku au concern ya hawa raia katika kuboresha maendeleo ya taifa na bara la Afrika. Kwa hiyo sisi kwa sehemu yetu tunafanya tunaita ni kama uelimishaji fulani, na pia kuhamasisha watu kwanza kuwa na attention, kuwa na shauku ya kutaka kuelewa hiki kitu. Halafu kwa sababu tuna nia ya kutaka kushirikiana pia na mamlaka mbalimbali, manake tutahusisha pia hizo mamlaka, tutahusisha mihimili inayohusika na maamuzi. Kwa mfano Wizara ya Elimu tutafanya tutaomba kukutana nao, of course tukipata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Waziri tutafurahi, na wadau wengine wa elimu, kwa sababu unajua hata elimu sio tu serikali inaihodhi. Kuna sekta binafsi, kuna sekta ya umma, kuna watu wanafundisha historia, ila historia inafundishwa pia na mashule au na vyuo ambavyo ni vya private. Kwa hiyo kwanza ni lazima tuende kwenye hatua hiyo, hata kwa hatua ndogo ndogo. Halafu baadaye tuwe na mkakati kama taifa, kwamba huu mkakati tunatamani usiwe tu wa Tanzania, tunatamani uwe wa Afrika nzima. Kwa sababu Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba haina maana ya Tanganyika kusema tuko huru ikiwa wenzetu hawapo huru. Kwa hiyo hata sisi tukisema tumejikomboa kifikra wakati wenzetu bado, maana yake ni kama hatujakombolewa bado. Kwa hiyo lazima tuwe na hiyo hisia. Kwa hiyo tunaanza sisi kufanya hali kwa sehemu yetu. Tunashukuru pia kama hivyo nilivyosema mwanzo, Clouds mnatusaidia, kwa sababu watu waliokuja leo wengi wamesema kwa kweli kuna mambo mengi hawajawahi, wengine wanasema yote hawajawahi kuyasikia. Kama hivyo nilivyosema kwamba huyo Imhotep alikuwa ni mwanafalsafa wa kwanza, yeye ndo aliyobuni mapiramidi yale ya Misri ambao ni makubwa, ni architecture au usanifu wa ajabu ambao kuna wakati baadhi ya wazungu walisema kwamba kuna viumbe vimetoka nje ya sayari hii ndo vimejenga, lakini kumbe ni Mwafrika, mtu mweusi ambaye alibuni. Yes, kwa hiyo lazima tutengeneze hiyo elimu, kwa sababu mitaala imetengenezwa kusifia sana mambo ambayo yanafanywa nje ugaibuni na watu weupe. Halafu hiyo mitaala pia imetengenezwa kwa maksudi na kimkakati kuondoa mambo chanya yanayofanywa na watu weusi au yaliyowahi kufanywa na watu weusi, na mwisho wa siku matokeo yake unafanya watoto wanaozaliwa kule ugaibuni wanakuwa wanajiona wako mashujaa na wanakuwa na shauku ya kusoma zaidi. Watoto walio upande wa pili huku kwetu ambao wanasoma mambo ya kufeli tu, hawa wanajikuta wanapoteza shauku na hamu ya kujifunza. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa academic fatigue. Wanapata ile, yani kila ukisoma, hata sisi tuliosoma jamani, tulikuwa tunasoma kwa shida. Unasoma historia toka unaanza mwanzo wa ukurasa mpaka mwisho, mmefeli, mmeshindwa. Mkwawa alipigwa kama alivyosema ndugu yangu. Yani hakuna historia ambayo inaonyesha sisi tulifanikiwa. Kwa nini hatufundishwi mambo mengi ambayo tulifanikiwa? Tunafundishwa mambo tuliofeli. Maana yake ni kwamba huo ni mkakati wa kutufanya sisi tuendelee kuwa kwenye chupa, na sasa Fikra Zinduka inataka tutoke nje ya hiyo chupa, tujue kwamba na sisi tuna nguvu ya kufanya mambo makubwa. Alright. Yes. Tumesikia yale ni sehemu ya maoni ya wadau na watu mbalimbali walioshiriki. Jesma, tuanzie pale ambapo ulikuwa unataka kuongezea jambo, lakini kwa kile ambacho watu wamekizungumza, ina maana kwamba mmeanza na walio wengi waliofika wako na utayari kulipokea hili jambo. Tunaendelea nalo vipi? Kuongezea kwenye kile, kuna kitabu ambacho Henry alikigusia na ninashauri watu wengi ndio wakisoma, The Miseducation of the Negro, ambacho kimeandikwa na Bwana Carter Woodson. Anachosema kwamba unawachukua labda watu 10, unawa miseducate, unawapa elimu ambayo sio sahihi. Wale 10 wanaenda kufundisha 100, wale 100 wanaenda kufundisha tena 100. Kwa hiyo mnajikuta kwamba ile chain ya miseducation inazidi kuwepo. Kwa hiyo hata kwenye mifumo
yetu ya elimu hiki kitu kipo, na sometimes mfano tunafundishwa mpaka leo labda tumetokana na sokwe au vitu kama hivyo, na baadhi ya hata maziwa yetu. Nilikuwa nauliza hivi jina halisia la halisi la Lake Victoria, kwenye comment wakaandika ni Nyanza. Umeona kuna Bismarck ambao ni umeshaenda Mwanza, unafahamu lejio ni jina la Kijerumani. Kwa hiyo ni mifumo ambayo ipo, inabidi ule mrija ambao bado unaleta isumu inabidi ukatwe, alafu tuanze kutibu sasa zile sumu ambazo tayari ziko kwenye mwili tuweze kuzitoa. Ila kuhusiana na hili nitoe kwanza shukrani ya dhati. Mwitikio umekuwa mkubwa, watu wamekuja, ikiwepo wewe ulikuwepo pale, na hii jambo sio la kwangu mimi na Henry kabisa, ni jambo la Watanzania na inshallah Mungu akijalia la Waafrika wote kwa pamoja, kwa sababu our founding fathers kina Sankara, kina Nyerere, Kwame na wengine, vision yao ilikuwa ni Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo natamani ije iwe movement ya pamoja. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa wadau ambao wamekuja, feedback yao tunaipokea kwa uzito sana, na tuko leo ndo tumemaliza, ilikuwa ya kwanza. Huwa kuna formula moja ambayo mimi napenda sana kuitumia ambayo nasema start with what you have. Anza na ulicho nacho pale pale. Tumeanza kwa hicho kidogo tulichokuwa nacho. Tukimaliza tutakaa na Henry, tutajadili limeendaje, feedback zikoje, ikiwepo kutoka kwako na wengine, alafu tuangalie sasa what's the next move, na yoyote ambaye angependa kushirikiana ruksa tuje. Pale niligusia na ninarudia sasa, sisi sio kwamba ndio tunajua sana wala tuna elimu sana wala tumezidi watu akili, hapana. Sisi ni watu tuliothubutu, tuliojaribu, na tunakaribisha watu wote ambao wana nia sawa, wana frequency sawa, tushirikiane kwa pamoja. Alright. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Smart 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Smart yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support, ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Smart zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo link, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Smart za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Smart nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Smart 255. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764 124 124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Smart, one love. DJ Smart. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination,
personal attacks or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.